hifadhi mwandamizi Juma Mdoe kutoka TFS shamba la miti Silayo. Hapa nilipo na wakilisha taasisi kwa maana ya Wakala wa Misitu Tanzania katika haya maonyesho ya teknolojia ya madini ambayo ni maonyesho ya 8 yanafanyika mkoani Geita, na taasisi ya misitu Tanzania pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii tunashiriki kamilifu katika haya maonyesho ya madini, kwa sababu sisi pia ni wadau wa watu wa madini. Wadau kwa maana gani? Shughuli za uchimbaji wa madini kote nchini zinahusisha matumizi makubwa sana ya miti ambao. Hivyo hawa ni wadau wetu kwa namna moja ama nyingine. Tumeamua kuja kushiriki kwenye haya maonyesho ya madini kwa sababu tupate fursa ya kutoa elimu kwa wadau mbalimbali, hasa hao wadau wa uchimbaji. Tuwape elimu ya uhifadhi ili hata wanapokuwa wanafanya shughuli za uchimbaji kwenye maeneo ya madini humo, wanapotumia rasilimali za miti au za misitu kwenye kutengeneza maboksi kule chini kuzuia udongo usiporomoke, watambue kwamba wana deni nyuma yao la kurejesha huo uoto wa miti ambao wameukata. Wana wajibu wa kurudisha uoto wa miti, wana wajibu wa kuendeleza uhifadhi kwa kupanda miti kwa wingi zaidi, kutokana na kwamba wao ni miongoni mwa wadau ambao ni watumiaji wakubwa sana wa miti yetu. Kwa hiyo lazima washiriki katika namna ya uhifadhi kwa kurejesha huo uoto wetu wa miti. Lakini pia sababu na hayo ni kwamba katika maonyesho ya madini tunashiriki pia kwa ajili ya kutoa elimu kwa wadau mbalimbali, maana sio tu watu wachimbaji wanaotembelea hapa, ni jamii pia kwa ujumla inatembelea hapa. Jamii kwa maana ya wadau ambao ni wahitaji wa fursa mbalimbali au wadau mbalimbali, kwa maana wanaokuja hapa kutaka kufahamu taasisi mbalimbali za serikali zinatekeleza majukumu yao, shughuli gani ambazo taasisi mbalimbali za serikali zinatoa huduma kwa wananchi. Kwa upande wetu sisi kama taasisi ya misitu na uhifadhi tunatoa elimu mbalimbali. Mojawapo elimu ambazo tunazitoa ni elimu ya umuhimu wa uhifadhi kwanza wa misitu nchini. Tunatoa elimu kwamba jamii kwa ujumla ione umuhimu wa uhifadhi wa misitu, kwa sababu misitu inatupatia fursa mbalimbali na faida nyingi sana katika nchi yetu, ikiwemo faida za kiekolojia, hewa safi, lakini pia tunapata rasilimali nyingi za kusaidia katika upishi, lakini pia samani mbalimbali tunapata malighafi za samani mbalimbali, lakini pia kupitia misitu hiyo kuna vyanzo vya maji vingi ambavyo vinatunzwa na misitu. Kingine ambacho tunakihamasisha ni matumizi mbadala ya misitu, kwa maana ya kutumia misitu yetu katika sekta ya ufugaji wa nyuki. Tunahamasisha jamii itumie misitu katika ufugaji wa nyuki kwa sababu ni njia ambayo inawapatia kipato, lakini pia wanaongeza. Tunahamasisha pia jamii katika masuala mengine ya utalii. Kuna masuala ya utalii ekolojia ambayo kama TFS tunayafanya katika vituo mbalimbali. TFS tumekuwa tuna mashamba, tuna hifadhi za mazingira asilia. Mfano tuna hifadhi ya mazingira asilia ya Kome ambayo ipo huko Sengerema. Tuna mashamba ya miti kama shamba miti Silayo ambayo ina fursa mbalimbali ndani ya mitandao ya barabara ambayo inaweza ikatumika kwa ajili ya mbio za nyika, mashindano mbalimbali, lakini pia kuna miti kuna maeneo yenye uoto wa asili unaweza kutumika kwa ajili ya mapumziko pamoja na utalii ekolojia. Pia kuna utalii wa ufugaji wa nyuki, utalii nyuki tunaita apitourism, itapatikana pia ndani ya shamba la miti Silayo. Lakini pia sambamba na hilo tuna shamba la miti Rubare ambalo lipo Kagera, ambalo hilo ndani yake mule kuna maporomoko mazuri sana ya maji. Lakini pia tuna hifadhi zingine za mazingira asilia, mfano Amani, tuna Magamba, tuna Minziro. Unaona, kote huko kuna utalii mzuri sana wa picha, utalii wa ekolojia na wanyama mbalimbali adimu ambao wanapatikana ndani ya hizo hifadhi zetu. Pamoja na hayo, nipende pia kutumia fursa hii kuhamasisha jamii ambazo zinaishi hasa maeneo yanayozunguka hifadhi zetu kwamba TFS inatoa huduma ya kutoa maeneo ya hifadhi za misitu au mashamba
kwa ajili ya wadau mbalimbali wa ufugaji nyuki, hasa ili kuweza kuingiza mizinga yao ndani ya hizi hifadhi zetu kuweza kufanya shughuli za ufugaji wa nyuki, kwa sababu ni hifadhi na zinalindwa. Hivyo hao wadau mbalimbali ambao wenye uhitaji wa kupata maeneo ya kufugia nyuki huwa wanapewa utaratibu maalum wa vibali kwa utaratibu ambao upo kisheria. Kwa hiyo wakishapata vibali hapo wanakuwa na uwezo kutumia hizo fursa kwa ajili ya kufanya ufugaji wa nyuki. Huduma nyingine ambayo tunaitoa katika haya maonesho, ubora wao wasangike, kwa sababu TFS katika wilaya mbalimbali nchini ina uzalishaji mzuri sana wa asali, tena asali ambayo iko na ubora wa hali ya juu. Imezalishwa na wataalamu mbalimbali ambao wamebobea katika vituo vya ufugaji wa nyuki, na inavunwa na kuchakatwa na kupakiwa katika vifungashio kwa ubora unaostahili. Hivyo wasiwe na mashaka yoyote kwa uhitaji wote wa asali. Tunaotangazia umma waweze kufika kwenye ofisi za TFS kote nchini waweze kujipatia asali ambayo ina ubora wa uhakika. Huduma nyingine ambayo tunaitoa katika maonesho hapa, tuna kisanduku pia hapa cha Nyuki Hai ambacho tunatoa elimu ya tabia mbalimbali za nyuki.